Sarakchi imesema itaacha mashambulizi yake pale Israel itakapoacha pia kuishambulia. Huku haya yakiarifiwa, wanaharakati mashuhuri na watengeneza filamu nchini Iran wametoa wito wa kusitishwa mgogoro kati ya Iran na Israel, wakiitaka jamhuri hiyo ya Kiislamu kusitisha mvutano uliopo kwa kuacha urutubishaji wa madini yake ya urani. Wakizungumza na gazeti la Ufaransa la Le Monde, wametaka pia nchi zote mbili kuacha kushambulia maeneo ya miundo mbinu na kuangamiza raia wasiokuwa na hatia. Wanaharakati hao ni pamoja na washindi wa tuzo ya amani ya Nobel Shirin Ebadi na Nargis Mohammadi, pamoja na mshindi wa tuzo ya filamu ya Cannes 2025 Jafar Panahi na Mohamed Rasulov. Kwingineko, serikali ya Ujerumani inajadili namna ya kuondoa raia wake kutoka Israel kufuatia mzozo huo unaoendelea baada ya mataifa ya Ulaya ikiwemo Poland na Jamhuri ya Czech kuanza kuondoa raia wake Israel. Msemaji wa ofisi ya mambo ya nje ya Ujerumani mjini Berlin amewataka Wajerumani kujisajili katika orodha ya kujilinda na migogoro inayowasajili Wajerumani walioko nje ya nchi. Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika eneo zima la Mashariki ya Kati baada ya Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Ijumaa, ikidai kutaka kuizuia kuendelea na mpango wake wa nyuklia. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema anatumai mkutano wa viongozi wa G7 nchini Canada utafikia makubaliano ya kuisaidia kusuluhisha mzozo kati ya Israel na Iran ili kuzuia kitisho kikubwa cha usalama katika kanda ya Mashariki. Naam, wakati mzozo kati ya Iran na Israel ukiendelea kutokota, hali katika ukanda wa Gaza inaendelea kuwa ya kuogofya. Mashambulizi ya kila siku karibu na maeneo ya misaada yameendelea kuua raia, wengi wao wakiwa wanawake na watoto waliokuwa wakitafuta chakula. Mashirika ya misaada ya kibinadamu sasa yanaitaka jamii ya kimataifa, hususan viongozi wa Ulaya, kuchukua hatua madhubuti dhidi ya kinachoendelea katika ukanda wa Gaza. Wakuu wa misaada wanasema hali hii si tu ya kutisha, bali inazidi kuwa aibu kutokana na kimya cha dunia. Taarifa zaidi anayo Idi Sesanga. Takriban watu 40 wameuawa Jumatatu, wengi wao wakiwa karibu na kituo cha msaada kinachoendeshwa na shirika la Wakfu wa Kiutu Gaza GHF linaloungwa mkono na Marekani na Israeli. Zaidi ya watu 200 walijeruhiwa. Maafisa wa afya wanasema hii ni sehemu ya mfululizo wa mashambulizi karibu na vituo vya msaada, ambapo zaidi ya watu 300 wamepoteza maisha tangu mfumo huu mpya wa usambazaji uanze. Kulingana na watoa huduma za afya katika hospitali ya Nasa mjini Khan Yunis, hali ni ya huzuni, huku waombolezaji wakikusanyika kuaga wapenda wao waliouawa wakitafuta msaada. Ahmed Fayad, mmoja wa wakazi wa Gaza aliyempoteza ndugu yake kwenye mkasa wa kusaka chakula. Tulidhani tunakwenda kupata msaada wa kuwasaidia watoto wetu, kumbe ilikuwa mtego wa kifo. Na washauri watu msikaribie tena maeneo hayo. Umoja wa Mataifa umeukosoa vikali mfumo wa GHF ukisema ni hatari, haukidhi viwango na unakiuka misingi ya kibinadamu. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amelishtumu jeshi la Israeli kwa kutumia njaa kama silaha na kuendesha kampeni ya kijeshi inayowasababishia Wapalestina mateso yasiyovumilika. Wakati huo huo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema wafanyakazi wake sasa wanalazimika kuishi kwa mlo mmoja kwa siku, na baadhi wamelazwa hospitali zao wenyewe kutokana na njaa. Katibu mkuu wa MSF Christopher Lockyer ametoa wito huu. Kwa viongozi wa Ulaya, je, mtaendelea kuwa washirika wa ukimya kwa kutochukua hatua? Kwa viongozi wa Ulaya, je, mtaendelea kutoa matamko matupu ya wasiwasi kuhusu hali ya Gaza huku mkiendelea kusafirisha silaha zinazoua na kulemaza watoto tunaowatibu kila siku? Huu ni wakati unaohitaji zaidi ya maneno. Unahitaji ujasiri wa kisiasa, uwajibikaji wa kisheria na dhamira ya maadili kumaliza mateso ya watu wa Gaza mara moja. Israeli inadai kuwa Hamas imekuwa ikipora misaada hiyo, madai yanayopingwa vikali na kundi hilo pamoja na mashirika ya misaada. Lakini wakati ambapo zaidi ya watu milioni 2 wanaishi bila uhakika wa chakula, wadadisi wanasema mfumo wa GHF unaleta vifo badala ya msaada. Zaidi ya Wapalestina 55,000 wameuawa tangu Oktoba 2023 kwa mujibu wa mamlaka za afya za Gaza. Katika hali hii ya kutokuwa na matumaini, wito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya Israeli unaongezeka. Lakini je, dunia
Ni ripoti yake Idi Sesanga. Bado unatusikiliza moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Msikilizaji, tugeukie sasa mgogoro mwingine kati ya Urusi na Ukraine. Urusi imetangaza kuwa imeikabidhi Ukraine miili ya wanajeshi wake zaidi ya 6,000 waliouawa vitani na kuongeza kuwa iko tayari kukabidhi miili mingine 2,239 kama sehemu ya makubaliano ya kubadilishana wafungwa yaliyofikiwa mjini Istanbul nchini Uturuki. Lakini hali bado ni ya mashaka, kwani suluhu ya kudumu bado haijapatikana na mataifa hayo yameendelea kushambuliana vikali. Thelma Mwazaya na taarifa zaidi. Ukraine imepokea miili mingine 1245 ya wanajeshi wake waliouawa vitani na Urusi, hatua ya mwisho katika makubaliano ya kurejesha maiti zaidi ya 6,000 yaliyofikiwa kwenye mazungumzo ya amani mjini Istanbul mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Ukraine, Rustem Umerov, jumla ya miili 6,057 imeshapokelewa hadi sasa, huku Urusi ikisema imekabidhi jumla ya maiti 6,060. Tofauti ndogo ya takwimu ambayo haijafafanuliwa rasmi. Kwa upande wake, Urusi imesema iko tayari kukabidhi maiti nyingine 2,239 za wanajeshi wa Ukraine nje ya makubaliano ya awali. Hii inaifanya kuwa moja ya operesheni kubwa zaidi za urejeshaji wa miili tangu uvamizi wa Urusi kuanza mwaka 2022. Urusi kwa upande wake imepokea maiti 78 za wanajeshi wao waliouawa katika mchakato huu. Hata hivyo, tofauti na Ukraine, Urusi haikuonyesha mpango wa kuongeza idadi hiyo kwa sasa. Katika ujumbe wa mitandao ya kijamii, waziri Umerov amesema Ukraine haitosimama. Tunasonga mbele sasa kwa hatua inayofuata, kurejesha wafungwa, alisema waziri huyo. Mabadilishano hayo ya maiti na wafungwa ndio mafanikio pekee yaliyoonekana kwenye mazungumzo kati ya Kiev na Moscow yaliyofanyika Istanbul. Hakukuwa na makubaliano ya kusitisha vita wala ramani ya amani ya muda mrefu. Sambamba na hayo, Rais Volodymyr Zelensky alitangaza kuwa jeshi la Ukraine limekomboa kijiji cha Andrivka katika mkoa wa Sumy pamoja na mafanikio mengine mashariki mwa nchi kama vile maeneo ya Pokrovsk na Kupiansk. Kamanda mkuu Oleksandr Sirsk ameripoti kuhusu mstari wa mbele. Tumetoa msisitizo maalum kwa eneo la Pokrovsk na maeneo ya mpaka wa Sumy. Tunaendelea kuwafurusha Warusi na nawapongeza wanajeshi wote wanaoleta matokeo haya. Zelensky ameitembelea Austria leo, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nchini humo tangu uvamizi wa Urusi kuanza. Alikutana na rais wa Austria Alexander Van der Bellen na kansela Christian Stocker kujadili amani, huku wake zao wakiongoza mjadala wa ushiriki wa wanawake katika kujenga usalama wa kimataifa. Huku mchakato wa mazungumzo ukiwa bado unasuasua, hali hatari inaendelea kushuhudiwa, hasa baada ya Urusi kurusha droni 138 za mashambulizi usiku kucha nchini Ukraine. DW tunavuma kwa kishindo.